Kwa nini Wakristo wengi hawako vizuri kiuchumi? Wakristo wengi hawako vizuri kiuchumi. Hayo ni mafundisho ambayo tutakwenda kujifunza kwenye somo hili. Na Roho Mtakatifu akuhudumie kwenye mafundisho haya, na mafundisho haya yakafanyike msaada kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Ukijaribu kufuatilia watakatifu wengi, watu ambao wana hofu ya Mungu, watu ambao wanaishi maisha ya utauwa, ukijaribu kufuatilia utakuta watakatifu wengi, watu wenye hofu ya Mungu, wanampenda Mungu kweli, lakini wengi utakuta kwamba hawako vizuri kiuchumi. Na kumbuka kwamba watakatifu wanatakiwa kuwa vizuri kiuchumi kuliko mtu mwingine yote yule, kwa sababu kuna maeneo mengi ambapo tunatakiwa kupeleka Injili. Kuna maeneo mengi ambapo tunatakiwa kupeleka habari njema. Yapo maeneo ya vijijini ambayo bado Injili ile ya kweli haijafika maeneo hayo. Na ni nani atakayeweza kupeleka Injili maeneo kama hayo? Ni kanisa, ni watakatifu. Je, watawezaje kupeleka kama uchumi wao hauko vizuri? Pamoja na kuwa Injili inatolewa bure, lakini Injili hii ina gharama. Watu wanahitaji kusafirishwa, wanahitaji vyombo. Kwa kuna gharama kubwa ambayo inahitajika kwenye kupeleka Injili maeneo mbalimbali. Na Yesu akasema, enendeni ulimwenguni kote mkahubiri Injili. Enendeni ulimwenguni kote mkahubiri Injili, mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Yapo maeneo mengi ambayo yanahitaji Injili, lakini hajafikiwa. Kwa nini hajafikiwa? Kwa sababu watu wengi, Wakristo wengi, wacha Mungu wengi, uchumi wao hauko vizuri. Uchumi wao hauko vizuri. Kwa sehemu ya kwanza tutajaribu kuangalia baadhi, lakini tutakuwa tutaenda pia sehemu ya pili kujifunza kwa nini Wakristo wengi hawako vizuri kiuchumi. Na mara nyingi Wakristo wengi wanaomba kwenye hilo eneo la uchumi. Wanaomba sana kwenye hilo eneo la uchumi. Kuna mambo ambayo tutakwenda kujifunza kwa nini iko hivyo, na ndio maana leo tunaanza hii sehemu ya kwanza. Ni rahisi kufikiri kwamba kila changamoto za kiuchumi ambazo tunapitia ni mashambulizi ya adui. Na watakatifu wengi ni wepesi sana kumkemea shetani wanapopita kwenye changamoto yoyote ile. Lakini kila changamoto tunayopitia sio kwamba inasababishwa na adui. Vivyo hivyo kwenye habari ya uchumi, sio changamoto zote za uchumi ambazo tunapitia watakatifu zinasababishwa ni mashambulizi ya adui. Matatizo mengi ya kiuchumi yanasababishwa na sisi wenyewe. Matatizo mengi ya kiuchumi yanasababishwa na sisi wenyewe. Inawezekana ni kwa sababu ya matumizi makubwa ya fedha zetu. Inawezekana ni kwa sababu ya kuishi maisha zaidi ya kiwango cha mapato tulionayo. Lakini inawezekana pia kununua vitu bila mpangilio. Kwa sio kila shambulizi, sio kila changamoto ya kiuchumi ni shambulizi kutoka kwa adui. Sio kila shambulizi. Kuna matatizo, changamoto zingine za kiuchumi ambazo tunazisababisha sisi wenyewe, tunazitengeneza sisi wenyewe. Kwa katika sehemu ya kwanza tutaangalia sababu tatu ambazo zinapelekea Wakristo wengi kutokuwa na uchumi mzuri. Sababu tatu. Kumbuka nimetangulia kusema kwamba watakatifu wanatakiwa kuwa wana uchumi mzuri kuliko mtu mwingine yote yule. Tunahitaji kupeleka Injili maeneo mbalimbali, tunahitaji kusaidia mayatima, tunahitaji kusaidia wajane, tunahitaji kusaidia jamii. Kumbuka baba yetu Ibrahim amesema, kupitia wewe mataifa mengi yatabarikiwa. Kwa tunahitaji kufanyika baraka kwa watu wengine. Utafanyikeje baraka kwa watu wengine ikiwa uchumi wako sio mzuri? Hutaweza kufanyika baraka kwa watu wengine. Na kuishi hapa duniani bila kusaidia watu wengine ni hasara kubwa. Kwa kwenye sehemu ya kwanza tutaangalia sababu tatu ambazo zinapelekea Wakristo wengi kuwa na uchumi usio mzuri. Sababu tatu. Na sababu ya kwanza ni vita ya kiroho. Spiritual warfare. Unaweza kuweka budget yako kwa hekima. Unaweza kuweka mipango yako vizuri kabisa. Unaweza kutoa kwa ukarimu au kufanyika baraka kwa watu wengine.
Unaweza kuwa na tabia ya kuweka akiba katika mapato yako yote. Hayo yote ni muhimu katika uchumi. Tunapozungumzia habari ya uchumi, hayo yote ni muhimu. Hayo yote, kuweka budget ni muhimu. Kuweka budget ni muhimu. Kufanyika baraka kwa watu wengine ni muhimu. Kuwa wakarimu ni muhimu. Lakini pia kuweka akiba ni muhimu. Lakini bado wakati mwingine hali ikawa bado ngumu. Pamoja na ukarimu ulionao, pamoja na kuwa unaweka akiba, pamoja na kuwa unaweka budget, wakati mwingine unaweza kufanya hayo yote, lakini bado hali yako ya uchumi ikawa ngumu. Sasa nini tunachojifunza hapa? Kwamba kuna wakati mwingine ni vita ya kiroho, is a spiritual warfare. Wakati mwingine ni vita ya kiroho. Unaweza kuwa na tabia nzuri kabisa ambayo inaendana kabisa kwa jinsi ya kibinadamu, ungeweza kuwa mzuri kiuchumi, lakini bado hali yako ikawa ngumu. Kwa sababu kuna wakati mwingine adui anaweza kahusika katika kuhakikisha kwamba hupati mpenyo wa kiuchumi. Tunaposoma kwenye Waefeso 6 kuanzia 10 mpaka 12, maandiko yanasema kwamba hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Maana kushindana kwetu sio juu ya damu na nyama, ni juu ya falme, juu ya mamlaka na wakuu wa giza hili, na jeshi la pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa zipo mamlaka za giza ambazo zinaweza kukuzuia usipate mpendo. Ziko mamlaka wako wakuu wa giza ambao wanaweza kuhakikisha kwamba hupati mpendo. Wapo wafalme wa giza ambao wanaweza kuhakikisha kwamba hupati mpendo. Kwa wakati mwingine hali ya kiuchumi ambayo tunaipitia ni kwa sababu ya vita vya kiroho. Lakini ashukuriwe Mungu ametupa jina linalopita majina yote. Kila unapoona kwamba hali yako, kila unapofanya kila ambalo liko ndani ya uwezo wako, unafanya kila kitu jinsi inavyotakiwa, lakini bado hali yako ni ngumu, umepewa jina linalopita majina yote. Yesu akasema kwamba, maandiko yanasema kwamba lolote utakaloomba kwa jina langu mimi nitafanya. Kwa kuna wakati unapoona kwamba kuna pattern fulani, kuna trend fulani kwenye eneo la kiuchumi ambayo inajirudia, ni vema wakati mwingine ukajaribu kujiuliza maswali, na wakati mwingine ni vema ukajua kwamba hapa kuna mkono wa adui. Kwa kuna Wakristo ambao uchumi wao hauko vizuri kwa sababu ni vita vya kiroho. Kuna roho ambayo imeachiliwa kwao, kuna roho ya umaskini ambayo imeachiliwa kwao. Kuna evil programming katika ulimwengu wa roho ambayo inapelekea kwamba yeye hata kama akijitahidi namna gani asiweze kuona mpendo, asiweze kupenya mpendo. Kwa sababu mojawapo ambayo inaweza kapelekea uchumi wa Kristo wengi kutokuwa mzuri ni vita ya kiroho. Hii ni vita ya kiroho. Adui anafurahi kuona wewe ni maskini. Anafurahi kuona kwamba wewe unateseka. Anaweza kukuacha ukawa na kila kitu ukamsahau Mungu. Anaweza kukuacha ukawa na kila kitu ukamsahau Mungu. Adui anafurahi kuona kwamba wewe ni maskini. Anafurahi kuona wewe ni maskini. Au anaweza kukuacha ukawa na kila kitu ukamsahau Mungu. Na mafanikio, hata kama ukiwa na kila kitu, kama una Mungu, wewe ni maskini tu. Kwa hiyo kwa habari ya pesa tusiangalie tu budget, bali tuangalie pia hali zetu za kiroho. Narudia tena kwamba kuna wakati unaweza kufanya kila kitu ambacho unatakiwa kufanya. Unaweza kusaidia watu, kawa mkarimu, kaweka akiba, kaweka budget, lakini bado hali ya uchumi kawa ngumu. Lakini kwa sababu ya adui. Maandiko yanasema kwenye Efeso 6:10-12 kwamba hatimaye tuzidi kuwa hodari katika Bwana. Maana silaha za vita vyetu, maana kushindana kwetu sio juu ya damu na nyama, bali ni juu ya mamlaka. Kwa kuna mamlaka za giza ambazo zinaweza kuhakikisha kwamba wewe upenye.
Kuna wakuu wa giza ambao wanaweza kuhakikisha kwamba wewe upenyi. Kuna wafalme wa giza ambao wanaweza kuhakikisha wewe upenyi. Wewe upenyi. Lakini tunalo jina linalopita majina yote. Kwa jina hilo tunaweza kuharibu mamlaka zote za giza. Kwa jina hilo tunaweza kuharibu wafalme wa giza. Kwa jina hilo tunaweza tukaharibu wakuu wa giza ambao wamejipanga kuzuia sisi tusione mpendo. Sisi tusione mpendo. Kwa unapoona kuna trend fulani, kuna trend fulani ambayo inajirudia, kuna uwezekano mkubwa kwamba kuna mkono wa adui. Shughulika kwa jina la Yesu, au fuata watumishi wa Mungu waombe kwa ajili yako. Ombe kwa ajili yako. Ombe kwa ajili yako. Lakini jambo lingine ambalo linaweza linapelekea watakatifu wengi kutokuwa wazuri kiuchumi, kukosa nidhamu ya kiroho. Kukosa nidhamu ya kiroho. Huwezi kuishi vyovyote unavyotaka halafu kaona baraka za Mungu. Kukosa nidhamu ya kiroho. Huwezi kuishi vyovyote unavyotaka halafu kaona baraka za Mungu. Huwezi kuishi unavyotaka uone baraka za Mungu. Kuna Wakristo wengi ambao hawana nidhamu ya kiroho. Kuna Wakristo wengi ambao hawana nidhamu ya kiroho. Hawana nidhamu ya kiroho. Na wanashangaa kwa nini hali yao ya uchumi ni mbaya, kwa sababu hawana nidhamu ya kiroho. Tunaposoma kwenye Isaya 1:19 maandiko yanasema mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Wakristo wangapi ambao anajua kabisa kwamba yeye amekubali kuishi sawa sawa na neno la Mungu linavyosema? Asa mkikubali na kukutii mtakula mema ya nchi. Mungu amekusudia wewe ule mema ya nchi. Lakini umekubali na kutii. Upo tayari kuishi sawa sawa na neno la Mungu linavyosema? Uko tayari kuyafuata maagizo ya Mungu? Uko tayari kuishi sawa sawa na neno la Mungu? Kukosa nidhamu ya kiroho ni moja ya sababu mojawapo ambayo inapelekea Wakristo wengi kutokuwa na uchumi mzuri. Kwa nabii Isaya anaambia taifa hizi kwamba mkikubali na kutii mtakula mema na nchi. Kwa kuna wakati ambapo hatuwezi kula mema ya nchi kwa sababu sio tumekosa utii. Hatuishi sawa sawa na neno la Mungu linavyotuagiza. Tunaishi kinyume na kile ambacho Mungu anatuagiza. Yakobo akasema kwamba iweni watendaji wa neno wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu. Kwa yoyote ambaye ni msikiaji tu wa neno la Mungu na wala sio mtendaji, hakuna anayemdanganya, anajidanganya nafsi yake mwenyewe. Asa mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Inawezekana kwa kubali lakini usitii. Mkikubali na kutii. Kumbuka Mungu yetu ni baba mzuri, anatamani tuwe na kila kitu. Anatamani kuwe na kila kitu. Na ndio Paulo alikuwa anawaombea Waefeso akisema, na Mungu wangu atawajaza kila mnachokihitaji kwa kadri ya utajiri wa utukufu katika Kristo Yesu. Atawajaza kila mnachokihitaji. Wafilipi 4:19. Mungu anatamani tuwe na kila kitu. Kila kitu. Lakini wakati mwingine tunakosa nidhamu ya kiroho. Tunakosa utii. Na kila unapokosa utii unampa nafasi wakati mwingine adui ya kugusa uchumi wako, ya kufanya kuachilia mashambulizi kwako. Kukosa nidhamu ya kiroho. Kwa mkikubali na kutii mtakula mema nchi. Kama tukikubali na kutii tutakula mema ya nchi. Tutakula mema ya nchi. Mungu anatamani tuwe na kila kitu. Mungu anatamani ya kwamba usipungukiwe na kitu chochote. Anatamani usipungukiwe na kitu chochote. Maandiko yanasema kwamba Bwana ndiyo mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Kwamba Bwana ndiyo mchungaji wako. Bwana ambaye mwenye fedha na dhahabu, muumba wa mbingu na nchi, ndiyo mchungaji wake, asema sitapungukiwa na kitu. Lakini ukikosa utii utapungukiwa tu. Ukikosa nidhamu ya kiroho utapungukiwa tu. Utapungukiwa tu. Kwa wakati mwingine Mungu anaweza kuruhusu hali ngumu ya uchumi wako ili kukufundisha jambo. Inawezekana kwa sababu umekosa utii. Anataka urudi kwenye nafasi yake, urudi kwenye njia ya haki.
urudi kwa njia haki, urudi kwa njia haki. Mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Tunaishi wakati mwingine maisha ambayo sio kwetu kwa sababu ya kukosa nidhamu ya kiroho, kwa sababu ya kukosa nidhamu ya kiroho, kwa sababu ya kukosa nidhamu ya kiroho. Mungu anataka tuliishi neno lake, tuishi sawasawa na neno lake. Mafanikio bila nidhamu ya kiroho hayawezi kudumu. Mafanikio bila nidhamu ya kiroho hayawezi kudumu. Huwezi kuishi unavyotaka afu ukategemea kwamba Mungu ataachilia baraka kwako. Huwezi ukaishi akili sawasawa na akili yako inavyokutuma afu ukategemea kutarajia kwamba uone baraka za Mungu. Kukosa nidhamu ya kiroho ni moja ya sababu inayopelekea watakatifu wengi kuwa na uchumi usio mzuri. Watakatifu wengi, kuna uzembe mkubwa sana kwa watu waliookoka. Kuna uzembe mkubwa sana kwa watu waliookoka. Wachelewaji wengi wanaochelewa, watu ambao hawajali ibada, watu ambao hawajali yale ambao wamekubaliana kwamba ibada zetu zitakuwa zinaanza saa 3 kamili, lakini ukuta watu wengi wanaenda kanisani muda unaotaka. Kukosa nidhamu ya kiroho inapelekea watakatifu wengi, Wakristo wengi kutokuwa na uchumi mzuri. Mafanikio bila nidhamu ya kiroho hawezi kudumu. Na Mungu anataka tuwe na mafanikio ya kudumu. Hataki tuwe na mafanikio ya muda mfupi, anataka tuwe na mafanikio ya kudumu. Lakini sababu nyingine ya tatu ambayo inapelekea Wakristo wengi kutokuwa na uchumi mzuri wakati mwingine ni sehemu ya mpango wa Mungu. Ni sehemu ya mpango wa Mungu. Wakati mwingine Mungu anaweza akaruhusu hali fulani ya ugumu kiuchumi kwa sababu amekusudia mambo mazuri zaidi. Amekusudia mambo mazuri zaidi. Na ndio maana wakati mwingine ni vema kuangalia magumu tunayopitia kwa jicho la kimungu, sio kwa jicho la kibinadamu. Kwa jicho la kibinadamu inawezekana kweli inaumiza, lakini wakati mwingine Mungu anakuwa amekusudia mambo mazuri zaidi kupitia ugumu huo ambao unapitia. Kwa wakati mwingine tunapitia kwenye ugumu kiuchumi kama sehemu ya mpango wa Mungu, kwamba Mungu ameturuhusu tupite kwenye ugumu wa uchumi kwa sababu amekusudia mambo mazuri zaidi. Kwa sio kila wakati unapopitia hali ngumu ya kiuchumi kwamba ni kwa sababu ya dhambi au kwa sababu ya shetani. Wakati mwingine ni mpango wa Mungu. Ni mpango wa Mungu sisi tupite kwenye magumu ili aweze kuachilia baraka kubwa zaidi, ili aachilie mpenyo mkubwa zaidi, ili atuinue zaidi, ili kila kitu kije kwetu mara mbili zaidi. Kwa wakati mwingine tunapitia magumu kwa sababu Mungu anatuandaa kwa ajili ya mafanikio makubwa zaidi. Mungu anakuandaa kwa ajili ya mafanikio makubwa zaidi. Kwa sio kila magumu unayopitia ni kwa sababu ya dhambi au kwa sababu shetani, bali kwa sababu Mungu anakuandaa kwa ajili ya mafanikio makubwa zaidi. Yamkini unapita kwenye hali ngumu kiuchumi sasa. Ni vema kuangalia kufanya tathmini kwamba hii Mungu amekusudia nini kupitia hii. Wakati mwingine Mungu anatuandaa kwa ajili ya mafanikio makubwa zaidi. Fikiria kwa habari ya Yusufu. Ambaye alianza kukataliwa na ndugu zake, akauzwa, akafika kwenye nyumba ya Potifa. Bado mke wa Potifa akamsingizia kwamba amembaka, akatupwa gerezani. Lakini alipotupwa gerezani akatoka akiwa waziri mkuu na akafanyika msaada kwa ndugu zake wote. Kwa ilikuwa ni mpango wa Mungu Yusufu akataliwe na ndugu zake, asingiziwe na mke wa Potifa, aende gerezani, alafu baada ya hapo awe waziri mkuu. So kila wakati unapopitia wakati mgumu ni kwa sababu ya dhambi au kwa sababu ya shetani. Ni kwa sababu Mungu wakati mwingine anatuandaa kwa ajili ya mafanikio makubwa zaidi. Na ndio maana uvumilivu unahitajika. Kumngoja Bwana kunahitajika. Fikiria pia kwa habari ya Ayubu. Tunaposoma kwenye Ayubu 42:10.
42:10 tunaona jinsi ambavyo mwisho wa Ayubu ulivyokuwa. Mwisho wa Ayubu ulivyokuwa. Ni kweli alipoteza mali zake zote, lakini mwisho wake ulikuwa mzuri zaidi kuliko mwanzo wake. Maandiko nasema kwenye Ayubu 42:10 anasema, kisha Bwana akageuza uteka wa Ayubu hapo alipowaombea rafiki zake. Bwana akampa Ayubu mara 2 kuliko hayo aliyokuwa nayo kwanza. Bwana akampa mara 2 kuliko yale aliyokuwa nayo mwanzo. Tunajua jinsi alivyopoteza watoto wake, alivyopoteza mifugo yake, alivyopoteza kila kitu, akawa hana kitu. Lakini kila kitu alichokuwa nacho kilirudi mara 2. Mifugo aliyokuwa nayo ilirudi mara 2. Watoto waliopoteza nao aliwapata. Tena mabinti zake walikuwa ni wazuri kuliko binti mwingine yote yule. Kwa wakati mwingine Kristo wanapita kwenye hali ngumu ya uchumi kwa sababu ni sehemu ya mpango wa Mungu. Mungu anatuandaa kwa ajili ya mafanikio makubwa zaidi. Na ndio maana malalamiko wakati mwingine hataki kupata nafasi. Ni vyema kuangalia kila kitu kwa jicho la kimungu. Tunaposoma Ayubu 42:12 nasema, basi hivyo Bwana akaubarikia mwisho wa Ayubu zaidi ya mwanzo wake. Kwa mwisho wa Ayubu ulikuwa ni mzuri zaidi kuliko mwanzo wake. Pamoja na changamoto alizopitia za kiuchumi, kupoteza kila kitu alichonacho, Mungu alikuwa amekusudia kumuinua zaidi. Mungu alikuwa amekusudia kumrudishia kila kitu alichokuwa nacho mara 2. Na ndio maana maandiko yanasema kwamba usiviangalie vinavyoonekana, maana vinavyoonekana ni vya muda mfupi tu, ni vya muda wa kitambo tu, ni vya muda wa kitambo tu, ni vya muda wa kitambo tu. Usikate tamaa unapopita kwenye magumu. Usikate tamaa wakati mwingine unapopita kwenye changamoto za kiuchumi. Wakati mwingine ni mpango wa Mungu, kwa sababu Mungu anakuandaa kwa ajili ya mafanikio makubwa zaidi. Na maandiko yanasema kwenye Zaburi 25:1-2, wamngojao Bwana hata aibika hata mmoja. Wamngojao Bwana hata aibika hata mmoja. Kumngoja Bwana hautaaibika. Ayubu pamoja na changamoto magumu aliyopitia, kupoteza kila kitu, Mungu alikuwa amekusudia kwa ajili ya mafanikio makubwa zaidi. Mungu alikuwa amekusudia kwa ajili ya baraka kubwa zaidi, lakini cha msingi alimngoja Bwana. Wakati alipopita mambo magumu, alisema kwamba Yesu ni Bwana. Asema alifungua kinywa chake na kusema kwamba ninachojua ya kwamba mtetezi wangu yupo hai na hatimaye atasimama juu ya nchi. Ni wangapi ambapo wanapopita kwenye magumu wanaweza kutamka kitu cha namna hiyo, ya kwamba ninachojua kwamba mtetezi wangu yupo hai na hatimaye atasimama juu ya nchi? Watu wachache sana ambao wanaweza kutamka hivyo. Lakini Ayubu katikati ya magumu, katikati ya magonjwa, kupigwa majipu kutoka kwenye utosi mpaka kwenye wale, bado alikuwa na ujasiri wa kusema ninachojua kwamba mtetezi wangu yupo hai na hatimaye atasimama juu ya nchi. Mungu anaweza kutumia mkwamo wetu kiuchumi ili kutuletea mafanikio makubwa zaidi. Hivyo sehemu wakati wote tunapopita kwenye mkwamo wa kiuchumi, wakati mwingine Mungu anakuandaa kwa ajili ya mafanikio makubwa zaidi. Wakati mwingine ni dalili kuwa kuna mambo mazuri zaidi yanakuja. Hivyo usikate tamaa. Wakati unapopita, ni kweli unapita hali ngumu, wakati mwingine ni dalili kwamba Mungu anakuandaa kwa ajili ya mafanikio makubwa zaidi. Ngoja Bwana. Kama maandiko yanaposema kwenye Zaburi ya 25:1-3, nasema naam, wamngojao hataaibika hata mmoja. Na wewe ukimngoja Bwana hautaaibika katika jina la Yesu. Mungu akubariki sana kwa kusikiza mafundisho haya. Kumbuka wakati mwingine tunaweza kupita hali ya ngumu kiuchumi kwa sababu ya vita vya kiroho, lakini tumepewa jina linalopita majina yote. Yamkini adui aliprogram katika ulimwengu wa roho ya kwamba wewe uwe maskini, ya kwamba wewe usifanikiwe,
nami nakutamkia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, chochote ambacho adui amekiprogram katika ulimwengu wa roho juu ya uchumi wako, juu ya maisha yako, ninafuta kuanzia sasa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti hai. Kila mpango wa adui katika ulimwengu wa roho juu ya uchumi wako, ninafuta kuanzia sasa katika jina la Yesu. Ninatamka baraka kwenye maisha yako, ninatamka kuinuliwa kwenye maisha yako, ninatamka kustawi kwenye maisha yako. Mahali ambapo ulikuwa uone upenyo, Bwana natamka upenyo ufanyike kuanzia sasa katika jina la Yesu. Mkono wa Bwana ulio hodari na uwe juu yako kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Roho Mtakatifu achilie hekima juu yako kwa habari ya uchumi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, jina linalopita majina yote. Mungu akuinue, Mungu akutoe hapo ulipo na kukupeleka kiwango vingine. Natamka baraka juu yako, natamka kustawi juu yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Amen. Mungu akubariki. Kumbuka usahau kusubscribe, usahau kushare, usahau kucomment, usahau kulike. Mungu nakubariki katika jina la Yesu. Amen.